wanafunzi wake kwamba katika njia ya mataifa msiende. Endelea sasa. Endelea kusoma mwalimu. Twende. Katika njia ya mataifa msiende. Safi. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Ndio. Afadhali shikeni njia kuondea. Yesu anasema afadhali shikeni njia kuendea nini? Kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe. Agizo la nani? Mwalimu, agizo la Yesu. Usiongee na nguvu sana. Hapa kuna pressure. Hapa Yesu anaagiza mitume ngapi? 12. Anawaambiaje? Waende kwa nani? Kwa wana wa Israeli. Sio waende. Kwa waliopotea. Wewe sio waende. Futa kauli yako hiyo. Rudia tena andiko. Rudia tena. Chukua mitume. Chukua maiki msomaji. Tena. Usimeze maiki. Eti ana twist andiko, anasema Yesu anawatuma mitume 12 waende. Waende hapo hakuna. Rudia andiko. Inasema mwalimu. Hao thenashara, hao 12 Yesu aliwatuma. Safi. Akawaagiza. Aliwatuma kisha akawaagiza. Sema. Ndio. Katika njia ya mataifa msiende. Msiende katika njia ya mataifa. Ndio. Wala katika mji wote wa Samaria. Msiingie katika mji wote wa ungwana. Endelea. Ndio. Afadhali shikeni njia ya kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe. Kweli maneno hayo. Mwalimu, sijui kwa nini au nielewi. Mimi nitakuelewa baada ya kuelewa hilo. Nakubaliana nayo. Ndio. Nipatie mfano. Mwenyezi Mungu alituma mtume anaitwa Musa. Huko tusiende kwanza, alituma mtume tusikimbie kwa Musa. Alituma Musa kwa Waisraeli. Yesu alituma mitume 12 kwa Israeli. Kama vile Allah alituma mtume Musa kwa nani? Kwa Israeli. Musa alituma mtume, Allah alituma mtume mmoja, Musa kwa Israeli. Yesu ametuma 12. Wapi? Kwa nani? Yesu ni Mungu, anatuma mitume 12. Wapi? Kwa Israeli. Mpe tena. Yesu Mungu. Chukua maiki. Waislamu takbir. Kuna kazi tena hapo. Kesha kubali kwamba Yesu katuma wanafunzi wake ama mitume 12 kwa wana wa Israeli. 13 23 Matendo hiyo ya mitume. Tumtie chuoni tena. Tumekubaliana. Sasa wewe Mkenya umekula sukuma yako hapo, umeshiba, unachemua, unasema Yesu anakuhusu we. 13:23 inasema mwalimu, twende. Katika uzao wake mtu huyo. Rudia tena. Katika uzao wake mtu huyo Mungu ndio amewaletea Israeli mwokozi. Mpe. Andiko la kweli. Sasa hili linaeleweka. Linasemaje? Yaani Mungu amepatia Israeli nani? Mwokozi. Mwokozi ni nani? Ni nani? Mwokozi nani? Mpe maliza. Mwokozi ni Yesu. Mpe maliza. Maliza. Mungu ndio mwokozi. Asante. Mpe tena maliza. Rudia tena andiko. Tunakubaliana leo. Leo Yusufu kaingia mwenyewe. Twende. Box. Fanya kuna kupenya sawa mwalimu. Ndio. Katika uzao wake mtu huyo. Safi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Safi. Yaani Yesu. Safi. Kama alivyoahidi. Mpe. Kumbe kulikuwa ahadi Waisraeli na nani? Kumbe kuna ahadi. Ndio. Mungu ameahidi Waisraeli wapewa nani? Awape nani? Awape nani? Hii haisemi mtume. Hii inasema mwokozi. Na mwokozi nani kama sio Mungu? Yesu. Nasema mwokozi kama si Mungu, mwokozi ni mwanadamu. Si mshende. Kuna mwanadamu mwokozi. Yesu anasema, andiko linasema hivi. Huyu ni mwokozi. Ametumwa wapi? Huyu mwokozi anaokoa nani? Wana wa Israeli. Waislamu takbir. Mwokozi hapa. Ngoja tulia. Auelewi. Wewe sikiza. Allah ni mwokozi. Allah ni mwokozi. Sijui. Haujui. Nani anakuokoa na dhambi? Mpe huyo sasa. Allah ni mwokozi. Patia andiko yote mahali popote unajua Allah ni mwokozi. Yesu ndio mwokozi. Chukua maiki. Patia mahali Allah ni mwokozi. Chukua maiki. Amerudi kwa Allah. Baada ya kufahamu sasa kwamba Mungu alikuwa amewaahidi wana wa Israeli kuwaletea Yesu. Ndio maana Yusufu siku ya Jumapili hutoa miwani zake akaziweka kwa meza, akaimba, sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele, ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele, ni ahadi ya Bwana haivunjiki. Wakati huo miwani imewekwa chini ya meza. Kwa hiyo kumbe Mungu alikuwa na ahadi na wana wa Israeli, akamleta mwokozi, yaani Yesu.
Wapi? Mpe maiki. Ana mwalimu. Mpe wapi? Mwalimu, naona unapenda kuimba. Na mimi ningependa nifanye hivi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hata pia na mimi nifanye hivi. Yaani ngoja kwanza wala jiuni. Hebu kana maiki. Acha sio unaimba nyimbo zetu. Subiri. Acha nifanye nyimbo ni zenu. Bismillahir rahmanir rahim. Chukua maiki jamani. Alamin iyyaka nasta'in. Inna lillahi. Wacha na mimi pia niimbe. Aimba. Chukua maiki sasa. Sasa tusikiza. Chukua maiki dakika moja. Jamani, kama kweli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameteremshiwa Qur'ani kama anayosoma huyu, hata ibilisi anakustuka. Wewe hapa nani anasema? Wewe ndio unasema. Anataka nimtie chuoni, siendi, sitoki. Wewe unataka uende 757, siendi huko. Wewe nisomee kitabu cha Primato. Hiyo Biblia ni ya Kiafrika. Primato ngapi bwana? Ya Kiafrika. Ya Kiafrika, ni mpime joto lake huyo na pressure. 15:24 ya Kiafrika, twende. 15:24. Kitabu gani? Ni mpime Mathayo. Tumpime joto lake mahali linaishia. 15:24 ya Kiafrika. Nimepanda. Twende. Inasema mara 15:24. 15:24 ya Kiafrika. Inasema ndio 24 inasema akajibu. Nimetumwa ndio kwa kondoo. Nimetumwa kwa kondoo ndio wapotevu wa nyumba ya Israeli tu. Mpe. Anawe. Subiri hapo. Sijasema useme. Hata siongei. Andiko hilo la kweli. Mwalimu, nimesema mara ngapi? Hilo sijatoa. Sijatoa hilo. Nishangaza na hii. Nasema hilo sijalitoa. Nimelitoa sasa. Iko sawa. Linasemaje? Yesu anasema sikutumwa isipokuwa kwa wana wa Israeli tu. Basi. Sasa shida iko hapa. Subiri. Shida iko hapa. Kabla ya shida. Kabla ya shida. Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli tu. Sasa mwalimu, si nimeirudia sasa. Narudi kwako. Shida yangu iko hapa. Narudi kwako. Shida yangu iko hapa. Ni kweli ile andiko? Nimesema ni kweli. Waislamu takbir. Tumemaliza mada. Uliza maiki. Shida yangu ni hapa. Hapa utaweza kuongea kwa ploti huko. Hiyo shida utaenda uimalizie kwa ploti. Amekubali kwamba andiko linasema, Yesu anasema kwa kinywa chake, nimetumwa mimi Yesu kwa nyumba ya Israeli tu. Basi kuna mada hapo? Hakuna mada. 7:4 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Twende 7:4 Ufunuo wa Yohana. Baada tumemaliza, kisha nimrudie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katuma wapi? Twende. Inasema mwalimu. 7:4 inasema ndio nikasikia hesabu yao waliotoa muhuri. Rudia tena. Nikasikia hesabu yao safi waliotoa muhuri. Twende. Katika kila kabila safi ya Waisraeli. Rudia tena. Nikasikia hesabu yao safi waliotia muhuri. Twende. Katika kila kabila ya Waisraeli. Katika kila kabila. Tena makabila yenyewe ya wana wa Israeli. Jaluo kaa kando, Mkamba usiki, Kikuyu hauko, Mkisii hauko. Wewe kabila yako chemsha, kunywa supu. Lakini kuna makabila 12 yanatajwa. Sasa ukisikia Mluya Yusufu, chukua miwani zako, vaa vizuri, unajua wewe upo. Lakini usiposikia Mluya hapo, jua Yesu akuhusu. Twende sasa, yataje. Inasema mwalimu. Twende. Nikasikia hesabu yao waliotoa muhuri. Safi. Katika kila kabila wa Israeli. Safi. Watu 140,000. Hiyo hesabu imepeleka vibaya. Inasema ndio watu 144,000. Twende. Watu wa kabila ya Yuda moja, wa kabila ya Rubeni 2, wa kabila ya Gadi 3, kabila ya Asheri 4, kabila ya Naftali 5, kabila ya Manase 6, kabila ya Simeoni 7, kabila ya Lawi 8, kabila ya Iskari 9, kabila ya Zabuloni 10, kabila ya Yusufu 11, kabila ya Benyamini 12. Kasimama Yusufu na jaketi lake hilo, kasema na mimi nimo. Kabila ya Yusufu ni Yusufu wewe na huo mjaketi wako, sio wewe. Waislamu takbir. Ilipotaja Yusufu kasimama na jaketi yake. Na
leo kasimama nayo. Hebu Waislamu mkono juu kwanza Kigomba. Waislamu mkono juu, pale kumecheka sana. Jambo, hebu mpishe. Uenda ukatusaidia jambo. Salimie tu. Salimie peke yake salamu. Waislamu mkono juu. Yusufu amesimama. Ametuonyesha jaketi zile zinatoka Tatu Mbao Kigomba. Amesema leo nasimama nalo hili. Na mimi nimo ndani. Wapi? Rudia tena niokere hiyo. Rudia tena. Inasema wale nafsi hiyo. Inasema nikasikia hesabu yao ndio waliotoa muhuri safi katika kila kabila ya Waisraeli. Hebu subiri. Mihuri hiyo ndugu zangu, waliopigwa mihuri ni makabila ya Israeli. Sasa labda atokee mtu katika hao jamaa zetu hao anyooshe mkono aseme mimi ni Mwisraeli. Kama yuko nyosha mkono. Kabila zilizopigwa mihuri ni za wana wa Israeli. Sasa nyinyi kama kuna Mwisraeli hapo, nyosha mkono juu. Si unaona? Huyu kaweka hivi. Rudia tena. Twende. Nasema mwalimu. Nikasikia hesabu yao waliotoa muhuri katika kila kabila wa Israeli. Twende. Watu 144,000. Naomba kila mtu katika nyinyi asikilize kabila lake. Namba 9 ni gari za kwenda town, hakuna hapo. Soma tena, inaendelea, inasemaje? Soma andiko, inasemaje? Ukisikia kabila lako simama kama Yusufu alivyosimama na jaketi yake. Soma namba 9 ni gari za kwenda town. Soma hiyo, inasemaje? Baada ya hayo safi. Nikaona natazama. Rudia tena. 7:4 Ufunuo. 7:4 Ufunuo. Twende. Nikasikia. Hebu naomba tena hapa. Ikiwa hamko tayari mnaweza simama na mkaondoka. Hakuna mtu katika nyinyi. Inasema mwalimu. Au hii mada inawakera hawa. Wanaumia kwa sababu Yesu hajawahi sema kwamba katumwa kwa ulimwengu mzima. Sikiliza hiyo, twende. Au utamwambiaje nduguyo? 4 ngapi unasoma? 7:4 Mathayo. Ulikuwa unasoma pale katika makabila. Soma Ufunuo wa Yohana. Twende 7:4. Inasema mwalimu. 7:4. Inasemaje? Nikasikia hesabu yao safi waliotiwa muhuri safi katika kila kabila ya Israeli. Subiri. Kumbe hesabu ilikuwa inawahusu makabila ya wana wa Israeli. Yusufu we Mluya, unachotoa jasho nini? Nini kinakutoa kiburi? Sasa ukisikia Mluya hapo changamka. Twende sasa, inasemaje? Watu 144 safi wa kabila ya Yuda, ndio kabila ya Reubeni, 2 kabila ya Gadi, 3 kabila ya Asheri, 4 kabila ya Naftali, 5 kabila ya Manase, 6 kabila ya Simoni, 7 kabila ya Lawi, 8 kabila ya Isakari, 9 kabila ya Zabuloni, kabila ya Yusufu. Asimama sasa. Amesimama tena. Huyo kasimama mwisho. Huhusiki hapo wewe. Huhusiki hapo. Narudi sasa kwa upande wetu. Tunajitetea. Qur'ani sura 21 aya ya 107. Mwambie sasa. Sikiliza sasa kidume huyo. Qur'ani 21:107. Inasemaje? Inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nasi. Rudia tena. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nasi. Safi. Nasi. Ndio. Nasi. Hatukukutuma. Rudia tena. Hatukukutuma. Safi. Hatukukuleta ila wa rahma. Ndio. Ila wa rahma. Wote. Toeni andiko kwa Biblia linalosema mambo yanaenda shule kama hayo. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaweka mipaka, hajatoa orodha ya watu waliopigwa mihuri. Nabii Muhammad anakuja na ripoti, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Katumwa Nabii Muhammad kwa ajili ya walimwengu. Sasa wewe kwa chuki yako na kiburi chako toka kwenye ulimwengu huu, ndio Muhammad ya kuhusu. Lakini ikiwa unapumua hapa, uko chini ya mwamvuli wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 758 Qur'an. Harakisha mkono. Inasema 120. 120 hakuna, 158. Twende. Kwanza ufafanuzi hapa. Ufafanuzi.
Ufafanuzi wa 21:107. 107 ufafanuzi. Inasema mwalimu. Hapo walikuwa wakiomba Mungu nisisome hiyo. Na mimi nimepata ufunuo sasa hivi kwamba siruki hapa, soma umie. Inasemaje? Mitume waliotangulia, rudia tena. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja, rudia tena, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Subiri, kila mmoja katika mitume waliotumwa na Allah, kila mmoja, wengine wametumwa kwa makabila yao, kama alivyo Yesu alivyothibitisha kwamba mimi Yesu nimetumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa Mtume Muhammad peke yake, sikiliza habari zake hizo, inasemaje? Kila mmoja alipeleka kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Rudia tena. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Ingekuwa hiyo kwa Biblia, nani anaweza kulikataa hilo? Huyo ndio Nabii Muhammad. Subiri usimsome hiyo. Muhammad, kulingana na hiyo aya, Muhammad ni rehema kwa walimwengu wote. Allah naye ni Rahman. Allah ni rehema kwa nani? Mpe tena. Allah ni rehema kwa nani? Kama Muhammad Allah ni rehema. Alafu rehema yako imekufa, rehema yako iko kaburini. Rehema ya wanadamu iko kaburini. Hiyo ni chuki. Haya, hapana, chukua maiki sasa. Sasa tuna rehema, chukua maiki. Haijawahi tokea tangia tumjue Yusufu na ufadhili wake kutamka kwamba sura 21 aya 107 ni kweli Muhammad katumwa kwa walimwengu wote. Hata Ibilisi leo mahali yako huenda akawa analia kwa maneno ya Yusufu ambayo haikutarajiwa Yusufu atamke maneno kama hayo, kwamba 107 ni kweli. Mathayo 12:7. Harakisha mkono, kitabu cha Mathayo. Eshajua kwamba Nabii Muhammad ni rehma kwa ajili ya watu wote. Mathayo 12:7. Mathayo 12:7 inasemaje? Inasema kwa wale andika. Safi. Yusufu leo ametamka neno. Sijui unakunywa soda gani leo. Inasema nini? Nitaisimamia soda yako hata kama ni mbao. Yaani Muhammad amemkubali leo kwamba aya hii ni kweli. Nabii Muhammad katumwa kwa ulimwengu wote. Ibilisi leo hana pa kulala. Kwa maneno yako hayo, Ibilisi atatafuta mahali pa kwenda. Haingeweza kutamka maneno hayo kutumia mdomo wa Yusufu kukubali kwamba Muhammad katumwa kwa watu wote. Leo mimi nimeshangaa. Hata mimi nitatafuta miwani. Soma hiyo. Leo Ibilisi atalala fofofo. Atalala fofofo leo. Twende sasa. 12. Twende. Lakini kama mungelijua maana yake maneno haya. Subiri kwanza. Aya aliyokubali Yusufu kwamba hii aya ni kweli, Muhammad ni rehma lakini kwa ulimwengu wote. Anakuja Yesu anamsapoti Yusufu. Anamwambia Yusufu, wewe Yusufu, wewe kama ungejua maana ya maneno haya. Rudia hiyo andiko sasa. Lakini kama mungelijua maana yake maneno haya. Safi. Nataka rehema. Yesu anamtaka Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende. Nataka rehema. Anamtaka Muhammad. Wala. Kisa dasa. Allahu akbar. Huyo ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wanalia bana. Hebu Waislamu nizungumze nanyi dakika moja. Nizungumze nanyi. Tutulie hapo, tutulie. Maiki kidogo tu. Vipi brother? Niko stable, nashukuru. Unaendeleaje? Kwa salama, tunashukuru Mungu manze. Evans, wewe uko namna gani? Niko salama, nashukuru alhamdulillah. Vile inafaa. Naomba tu kidogo, tusishindane. Ni kama tunataka certificate tutakaipata wakati mimi sina ofisi ya kupeana certificate. Cha kwanza, cha pili, unasikia hata sauti yangu ilivyo haiko katika hali nzuri kwa